Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Afrika imebarikiwa kuwa na urithi wa kipekee wa asili unaovutia dunia nzima. Mbuga za wanyama, misitu ya kale, milima na jamii za asili ni sehemu ya utambulisho wa bara hili. Ndiyo maana kutambuliwa kwa hifadhi ya Ngorongoro nchini Tanzania kama eneo la urithi wa dunia chini ya UNESCO ni hatua muhimu inayothibitisha thamani yake kwa kizazi cha sasa na kijacho. Lakini swali kubwa ni je, uhifadhi wa urithi huu unapaswa kufanyika kwa gharama ya haki za binadamu, kwa maslahi ya kipekee ya serikali? Kwa miaka mingi jamii ya Wamasai imeishi ndani na pembezoni mwa Ngorongoro, ikiendesha maisha yao sambamba na mazingira ya asili. Leo mijadala kuhusu kuondolewa kwa baadhi ya wakazi hao imezoa maswali kuhusu namna Afrika inavyopaswa kusawazisha uhifadhi wa mazingira na haki za jamii asili. Hifadhi haiwezi kutenganishwa na historia ya watu walioishi nayo kwa vizazi. Wao si wageni katika ardhi hiyo, ni sehemu ya urithi wenyewe. Hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu jadi. Mifano kutoka sehemu nyingine za Afrika inaonyesha kuwa njia mbadala zinawezekana. Katika msitu wa mlima Elgon nchini Kenya, jamii ya Ogieki ama Ndorobo imeendelea kuishi ndani ya msitu huku juhudi za uhifadhi zikiendelea. Hii inaonyesha kwamba jamii za wawindaji na wakusanyaji zinaweza kuwa walinzi wa mazingira badala ya kuonekana kama tishio kwa uhifadhi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo inatoa funzo lenye uchungu. Jamii za Wambote maarufu kama Pygmies katika maeneo ya hifadhi ya Virunga kwa jina la uhifadhi. Lakini mapema mwaka huu baadhi ya makambi yao yalivamiwa na waasi wa ADF na watu wengi kuuawa. Mbali na mashambulizi hayo, bado zipo taarifa za makundi yanayowalenga Wambote kwa imani za kishirikina zinazohusisha kafara za binadamu. Hii inaonyesha kuwa kuwafukuza jamii za asili bila kuhakikisha usalama na haki zao kunaweza kuwaweka katika mazingira ya hatari zaidi. Nchini Kenya pia mgogoro wa msitu wa Mau unaendelea kwa miaka mingi. Serikali inasisitiza umuhimu wa kulinda chanzo hicho kikubwa cha maji na mfumo wa ekolojia, huku baadhi ya jamii ikiwemo Kipigisi na Wamasai zikidai haki za kihistoria na matumizi ya ardhi hiyo. Migogoro kama hii inaonyesha kuwa uhifadhi wa mazingira hauwezi kufanikiwa kwa nguvu pekee. Unahitaji mazungumzo, haki na ushirikishwaji wa jamii husika. Afrika inapaswa kutambua kuwa urithi wa bara hili sio wanyama na misitu pekee. Urithi huo pia unajumuisha tamaduni, lugha, maarifa na maisha ya jamii za asili ambazo zimekuwa walinzi wa mazingira kwa mamia ya miaka. Kuwalinda tembo huku tukiwapuuza Wamasai, Ogiek au Wambote ni kuutazama uhifadhi kwa jicho moja. Ni wakati sasa wa serikali za Afrika, UNESCO na wadau wote wa hifadhi kuweka mbele dhana ya uhifadhi unaoheshimu kazi za binadamu. Kulinda mazingira na kulinda utu wa binadamu si malengo yanayopingana, vinaweza kwenda pamoja. Maendeleo ya kweli na endelevu ni yale yanayohifadhi msitu, wanyamapori na pia na walinda watu ambao historia yao imefungamana na maeneo hayo. Huo ndio uhifadhi wenye haki, wenye utu na unaostahili Afrika ya karne ya 21.